Asifiwe sana. Shukrani itafanya uweze kukaa katika maisha mzuri katika hii njia ya Bwana. Watu wamekosa shukrani katika maisha yao, wakachukuliwa kila kitu kuwa kitu ya kawaida. Maisha ambayo wanaishi wanaona kwamba kila jambo ni jambo la kawaida. Lakini kusema ukweli wapendwa, ukipewa kitu ama zawadi na mtu yeyote, kwa mfano, unafaa uwe mtu wa kutoa shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme tu ya kwamba hii ni mambo ya kawaida. Ama kwa mfano, umepikiwa chakula, umekula, umeshiba, lakini huwezi toa shukrani. Pia ni jambo lingine la ajabu, la maajabu. Tunafaa tuwe watu wa kutoa shukrani. Ukiwa pale kazini ama umeandikwa katika kampuni fulani, unafaa uwe mtu wa kutoa shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wakati unapofundishwa pale shuleni, ule wakati wenye unahitimu katika masomo yako, unafaa uwe mwanafunzi mzuri ambaye unaweza rudi pale shuleni utoe shukrani kwa ajili ya Mungu, kutumia walimu kwa ajili ya kupita mtihani wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na haya mambo yanafanyika duniani ili inatufundisha kwa mambo ya kiroho, ya kwamba hapa duniani ukifanyiwa kitu mzuri na mwenzako, unafaa uwe mtu wa kutoa shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sasa shida ya Wakristo ni kwamba ule wakati wenye unafanyiwa mambo mema, na wewe kwa mfano, achana ama toka mahali pale, unapata kwamba unatoka na matusi, ama mzazi wako amekulea kwa hizo miaka zote, lakini shukrani yako ni matusi na mambo ambayo haifai kutoka kwa kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndiposa Biblia inajaribu kutuelezea ya kwamba tukiishi hapa duniani katika mambo ya mwili, pia intuonyeshe mambo ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ndiposa Biblia inatuambia namna gani ya kwamba tukiingia katika nyumba ya Bwana tuweze kuwa watu wa kumtolea shukrani. Na shukrani zinakuja katika hali tofauti. Tuna shukrani katika nyimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutamsifu Mungu katika shukrani kwa kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ule wakati wenye Mungu anakutendea unafurahia, lakini ukiingia kanisani bado unaendelea kuomba mengi Mungu akutendee, badala ya kushukuru kwa ile yenye Mungu kwanza alikutendea mara ya kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kanisa limekuwa tu kanisa la kuomba Mungu atutendee. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hatukumbuki ya kwamba huyu Mungu mwenye ametutendea kwa yale ambayo tuko nayo, tunafaa tumshukuru. Tumekataa kushukuru Mungu. Lakini siku ya leo Mungu anatuelekeza sasa tuweze kumshukuru kila wakati. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi, Psalms 95:2 inazungumzia kuhusu shukrani, ya kwamba nitamshukuru Mungu katika nyimbo za sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukinena kuhusu nyimbo za sifa, hazimaanishi praise peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha zile nyimbo ambazo zitatoa ujumbe wa sifa kwa Mungu. Nyimbo za maabudu pia zinatoa tuna zile ambazo zinatoa sifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Zinamsifu Mungu. Kwa hivyo katika hizi nyimbo tuna sifa ambayo tunamsifu Mungu. Na unapata kwamba katika zile sifa Mungu anaendelea kujitukuza katika maisha yetu kila wakati. Ukisoma hiyo Zaburi 69:30 pia inazungumzia kuhusu sifa za kupitia katika nyimbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi sifa zinamfanya Mungu hata mahali penye amekaa katika kiti chake cha enzi anajisikia, hata kama wewe ule wakati wenye umetenda mema na wanakuja wanakushukuru ama wanakuzawadia, tuna furaha yenye utakuwa nayo katika maisha yako.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa nilianza nikisema, wapendwa, ya kwamba mahali popote penye utaenda ama kitu chochote ambacho utafanyiwa kizuri, kuwa mtu wa shukrani kwa ajili ya lile jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Si ya kwamba utatoa shukrani kwa ajili ya kwamba unaabudu mwenye amekutendea, hapana. Lakini kwa sababu Mungu amemtumia kama chombo kwa ajili ya kukuelekeza katika lile jambo. Bwana Yesu asifiwe. Tuna shukrani katika mambo ya Mungu, ya kwamba unaweza enda mahali na ufundishwe injili, ufundishwe neno na mtumishi wa Mungu. Wapendwa, utapata kwamba umefika kiwango fulani. Ukifika ile kiwango sasa, usianze kujipigwa kifua ukisema kwamba hapana, Mungu ndiye amenifundisha, mimi siwezi toa shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hata ule wakati wenye unaachana na yeye inakuwa katika hali ya kupigana, hapana. Unafaa urudi kwake umshukuru. Maana ule wakati wenye ulienda kwake haukuwa unalijua hata jambo moja, lakini kwa sababu ya Mungu kutumia ule mtu kama chombo, siku ya leo mpendwa unaweza hubiri, siku ya leo mpendwa unaweza imba. Mbona usiende ushukuru yule mtu, kwa sababu alitumika kama chombo kwa ajili ya kukufikisha katika hicho kiwango. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo chombo cha Mungu mpaka kiweze kuheshimika, na katika kile jambo tuwe watu wa kutoa shukurani kwa mema ambao tumetendewa na mwanadamu ama na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana mwanadamu anatenda kupitia kwa uweza wa Mungu. Haleluya. Kwa hivyo ibada ya siku ya leo tunazungumzia tu kuhusu shukrani, ambayo kila wakati tukiingia kanisani tutaweza kuelewa ya kwamba tunakuja kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatutakuja kila wakati kwa ajili ya mahitaji. Hatutakuja kila wakati kwa ajili ya kuombea magonjwa, hapana. Vile Mungu aliponya ile Sunday yenye ilipita, tulifanya nini? Bwana Yesu asifiwe. Mpaka tuweze kurudi kwa Mungu kumshukuru. Tukimaliza kushukuru Mungu, sasa tena tukiomba, tena Mungu anazidi kutenda katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndiposa unaona kwamba yule mtu mwenye anakuanga na shukrani, tuna neema yenye ako nayo, na maisha yake huenda ikisonga. Kwa sababu gani? Yeye kila kitu yenye anatendewa anashukuru. Lakini watu wengi ama Wakristo wengi huwa anaangalia zaidi upande wa udhaifu wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Udhaifu wa watumishi, udhaifu wa mapasta, lakini hawaangalii nayo ile faida yenye umepata. Bwana Yesu asifiwe. Unafaa uwe Mkristo wa kuangalia faida ambayo umepata, na ukiona udhaifu, basi uombe huyo mtu ile udhaifu yenye ako nayo iweze kuisha, na Mungu aweze kuzidi kumutia nguvu kwa ajili ya yale mafundisho yenye alikufundisha, na afundishe wengi ili waweze kufikia katika viwango zenye umefika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ndio litafanya kanisa liweze kusimama. Hili ndio litafanya kanisa liweze kuwa na mwangaza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Kila jambo lenye utafanyiwa, hata kama ni dogo, utakuja kushukuru. Unajua tunaweka sana vizuizi ama mambo mengi kwa Mungu, ya kwamba hapana, hiyo Mungu ndiye ametenda. Mbona Mungu hakukuja direct akatenda? Mbona Mungu akatumia mtumishi? Mbona Mungu akatumia huyo mtoto? Bwana Yesu asifiwe. Tuna sababu, tuna vile Mungu anataka ajitukuze kwa huyo mwanadamu, na wewe uweze kuona makuu yake, na aone kama wewe utakuwa na shukrani katika maisha yako. Kwa hivyo familia yoyote ambayo iko mahali na
ile roho ya shukrani, utapata kwamba hiyo familia inakaa katika maisha ya amani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini shida inatokea mahali, wapendwa, ya kwamba hata umeletewa chakula kwa meza na mke wako, badala ya kusema kwamba asanti, lakini wewe unaamuka na maneno unasema kwamba hata hajui kupika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata ameweka chumvi mingi. Wewe ulikuwa wapi kuweka hiyo chumvi mzuri? Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unajua kuweka chumvi mzuri, siku moja enda upike, watu wajue chumvi yako ile hoi inakuwa mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunatoa shukrani kwa kile kitu ambacho tumepata. Kwa kile kidogo ambacho umepewa, unatoa shukrani. Kwa dunia nzima, popote penye unaenda mpendwa, ukitendewa jambo, usiwe mtu wa kutoka ama kuangalia udhaifu wa lile jambo ama ile sehemu yenye umeenda. Angalia ni mambo mazuri mema gani yenye umetendewa, na kama umetendewa, basi peleka shukrani. Hata tuna walimu wenye walikuwa wanatupiga viboko, lakini siku ya leo kwa sababu ya zile viboko tulirekebika, na siku ya leo tunaweza simama na watu watuheshimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na walikuwa wanatufundisha. Basi wapendwa, kupitia katika yale mafundisho ambayo walitumika kwa ajili ya kutufundisha, tuna mema yenye tuko nayo siku ya leo. Ni nani mwenye anaweza toka hapa arudi pale katika ile shule ashukuru mwalimu, asema kwamba kwa ile wakati wenye nilikuwa na wewe niliona mambo mawili matatu na inanisaidia na shukuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Shukrani imekuwa ngumu. Hata huyo mwalimu mwenye alikusaidia, sasa ukikutana na yeye unajificha kwa msitu, uweze msalimia. Hata huyo pastor mwenye alikufundisha mpaka sasa uko mahali penye ulipo, sasa ukikutana na yeye unahepa ama unaongea kinyume na yeye kwa wakati wenye unamuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha kwamba mioyo zetu hazina shukrani. Lakini asubuhi ya leo nimekuletea habari njema ya kwamba kama Mkristo usimame katika utakatifu, na hauwezi kuwa katika utakatifu na hauna roho ya shukrani katika maisha yako. Kwa hivyo Biblia imetuambia kwamba tuingieni katika hekalu la Bwana tukisimulia matendo ya ajabu. Hiyo ni Psalms 26:7, ya kwamba tukiimba wimbo wa shukrani na kusimulia matendo ya ajabu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiingia mahali pale, uwe na kusimulia matendo ya ajabu ya Mungu na kuimba nyimbo za shukrani. Hatutakaa katika kanisa ambalo kila wakati tunakaa katika huzuni. Bwana Yesu asifiwe sana. Atukiingia katika kanisani ni huzuni. Huyu ni mgonjwa, huyu sijui amefungiwa nyumba, huyu sijui akona shida gani. Hapana. Wakati mwingine katika yale yote ambayo tumepitia, tunafaa tukuje sasa na mtindo mwingine ya kwamba kwa haya yote mpaka tushukuru Mungu. Tunamshukuru kwa sababu gani? Mungu amefanya tumefika mahali hapa, tuko na uhai, tunaweza tembea, tunaweza ongea, tunaweza fanya mambo ambayo watu wengine hawawezi fanya kwa huu wakati. Watu wengine wamelazwa, watu wengine wako na mambo ambayo imewakumba, wamefungwa, lakini wewe umewekwa huru kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Kwa hivyo wewe katika huu ufalme wa Mungu ni kukaa katika shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutaona kwamba katika maisha yetu tutakaa katika amani, tutakaa katika upendo, tutakaa katika umoja. Kwa sababu gani? Tuko na shukrani. Katika ndoa zetu tutakaa katika amani, kwa sababu ule wakati wenye mume wako anakufanyia jambo unamshukuru. Lakini kama unapewa mpendwa ya kwamba hii ndio breakfast ya leo
na wewe unapiga teke, unamwambia ya kwamba sitaki pesa zako, hizi pesa ni kidogo. Siku moja niliona mwanamke mmoja alifuata mume wake mpaka nje kwa njia, alikuwa amepewa macoins, na akarusha mbele yake mume wake, akasema enda na hizo pesa zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tuna mambo yengine, ujua kwamba hiyo 50 bob kishukuru anaweza rudi kama imeongezeka, lakini wewe unaona tu hiyo 50 bob, na wewe mwenyewe hata ukiwa na pesa yako uwezi toa ukampatia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ule wakati wenye unapewa, shukuru. Natumia hiyo yenye uko nayo ili Mungu aweze kujitukuza kwa ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii mambo ya shukrani ndio imeleta shida katika ndoa, ya kwamba hakuna shukrani, na sasa ule wakati wenye mambo inainuka katika ndoa kufunjika ni rahisi sana. Lakini kama tungekuwa watu kwa kushukuru kwa yote, basi Mungu angekuwa anaingilia katikati. Na hata ule wakati kama ulikuwa unatoa 100 na ulikuwa unataka 1000, basi ule wakati wenye unashukuru kwa hii 100, Mungu naye wakati mwingine atajitukuza na uweze kupata ile 1000. Lakini ule wakati wenye utapewa na uamuke na matusi, uambie mume wako wengine walikuwa wanasoma ukiwa wapi. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua, unasema wengine walikuwa wanasoma ukiwa wapi, na wewe pia uko hapo na yeye. Kwa hivyo inamaanisha pia wewe, wale wenye walikuwa wanasoma pia wewe haukukuwa. Na hawakusema kwamba wanaume ndio wanasoma peke yao. Walisema shule ni kila mtu. Na hata ndipo sasa unaona kwamba tuna boarding school ya girls na hata tuna ya boys. Sasa ule wakati wenye mnakutana, wapendwa, usiinuke na matusi kinyume na mume wako ama kinyume na mke wako. Wewe kaa katika maisha ya shukrani. Kwa hivyo siku ya leo tunataka tuweze kujua katika sifa, katika maabudu, kumwimbia Mungu nyimbo za shukrani, kuweza kufundishwa siku ya leo umuhimu wa kuwa na shukrani katika maisha yako kama Mkristo. Na tukimaliza, wapendwa, kila mtu siku ya leo hatuna sadaka ingine, tuna sadaka ya shukrani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu atamtolea Mungu sadaka ya shukrani. Tulisema kwamba kama uko hata na mbuzi, uko na ng'ombe, wewe unaleta kwa madhabahu, tunaomba kwa ajili ya hiyo mambo. Hayo mambo inaenda kutenda mambo makubwa, kuzaa mambo makubwa, kwa sababu yule mtu ambaye ni maskini, yule mtu ambaye ni yatima, atakapoingia mahali hapa katika galani la Mungu litakuwa limejaa, na tutatoa mahali pale tunampatia, na Mungu ataendelea kujaza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tutaona makuu katika kanisa la Bwana. Maana hapo ndio Mungu anasema kwamba tuweze kusimama na wale ambao hawajiwezi, wajane, mayatima, tuweze kusimama nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nataka tuweze kuamuka ninapokaribisha praise and worship, waweze sasa kutuelekeza katika maabudu asubuhi ya leo na katika maombi kwa dakika ambazo zimebakia ndiposa ifike saa 4. Karibuni sana praise and worship.